Ulikuwa shahidi, nadhani hata Azam Complex wakati wanaanza, sidhani kama walikuwa katika ubora huu wa kucheza hata hatua ya awali ya ligi ya mabingwa na shirikisho. Nadhani walianza wakiwa locally, the same way na sisi KMC tumeanza. Unajua mwanzo ni mgumu, lakini tunashukuru Mungu pamoja na kuanza kwetu tumeweza kupokea hiyo ligi kuu tu, kwanza alhamdulillah tunashukuru. Pia kupokea ile Kagame pia tunashukuru. Kwa hiyo nadhani kama nilivyokuambia tulianza tukiwa hatuna taa, sasa hivi tumeanza tunakuja na taa. Nadhani demand zetu pia ni kufika huko. Viongozi wetu wakiona inawiwa na sisi tunaendelea kuwashauri. Wakiona inawiwa na ni bora kwa upande wetu kuweza kuhodhi hizo mechi, tutawashauri then tutafikia hiyo hatua. Kwa hiyo baada ya swala la tatu tutegemee mengine makubwa. Mengi tu. Mengi sana. Meneja ameniambia mtafanya testing kwa siku kama 2-3 kwa ajili ya mechi za usiku. Pengine tutegemee kuona officially kwamba ni siku gani ama mchezo gani ambao utakuwa wa kwanza katika kucheza mechi zenu za usiku. Unajua nikisema officially mechi gani wakati mimi sio mpangaji wa ratiba itakuwa sio sahihi. Baada ya taratibu za taa kukamilika kuna vitu vingi. Kuna broadcasters waje waone, kuna bodi ya ligi wenyewe waje waone kwamba je taa zimefungwa zina huo ubora wa kuona mechi. Then baada hapo timu zenyewe pia demand zao, maana kuna timu na demand naomba isicheze usiku, nyingine zinacheza usiku kutokana na ratiba ya bodi ya ligi. Kwa hiyo sisi kama management ya uwanja, kauli yangu ni kwamba kuanzia nusu msimu ujao, kwa maana kuanzia mwezi Januari kuendelea mbele tuko tayari kucheza mechi za usiku. Possibility kubwa. Yes, inaweza ikawa kabla ya hapo, lakini possibility kubwa ni kuanzia Januari. Kwa hiyo kabla ya hapo akitokea mtu tukiwa tayari, mtu akiomba, akikubaliwa na bodi ya ligi anacheza mechi ya usiku. Lakini kwa kama management ya uwanja ili kuwa tayari nadhani kuanzia Januari.